Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa siku wetu wa leo. Mungu, nasema asante kwa ajili ya neno hili. Naomba ukatuongoze, ukatuwezeshe likawe chakula na cha kunywa katika mwili wetu wa kiroho. Naomba kushukuru, amen. Naomba tufungue Biblia zetu Marko 2 mstari wa 1 hadi wa 12. Marko 2 mstari wa 1 hadi wa 12. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Akaingia Kapernaumi tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikika kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, sibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakajaa watu wakimleta mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha wakaivunja, wakamteremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi walikuwako huko wameketi wakifikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani anayeweza kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akamwambia, mbona mnafikiri hivyo mioyoni mwenu? Ni vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema, ondoka, ujitwike godoro lako na uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Hapo anamwambia yule mwenye kupooza, na kuambia, ondoka, ujitwike godoro lako na uende nyumbani kwako. Mara akaondoka, akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu akisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Naomba mtarajie kupata kitu katika somo hili, maana ni moja ya masomo ambayo nimefundishwa kule na walimu wangu katika safari kuu. Hapa tunaona Yesu aliingia Kapernaumi tena baada ya siku kadha wa kadha. Ikasikika kwamba yuko nyumbani mwake. Watu wakakusanyika, naye akanena nao neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu walivyokusanyika, wakaja watu wenye waliomleta mtu mwenye kupooza. Maana Yesu alipokuwa hapo katika makutano, hapakosi mgonjwa. Kwa hiyo watu wakamleta yule mwenye kupooza, naye alikuwa amebebwa takriban na watu 4. Kwa hiyo watu walivyoona vile hawakuweza kumpisha, maana kulikuwa kumejaa na umati wa watu. Kwa hiyo wakatafuta njia nyingi za kumfikisha pale kwa Yesu. Kwa hiyo wakaona njia nzuri ni kutoboa dari na kumshusha pale alipokuwa hapo Yesu. Kwa hiyo wakampandisha juu ya paa, wakatoboa dari na kumteremsha pale alipokuwa hapo Yesu. Na Yesu alipoona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Kwa sababu hawa watu walikuwa na imani kubwa sana mpaka kumshusha, kutoboa dari na kumshusha yule mtu. Na kulikuwepo wanasheria na Wafilisti na walimu, wakasema, huyu mbona anakufuru? Ni nani anayeweza kusamehe dhambi duniani isipokuwa Mungu pekee? Kwa hiyo wakasema hivyo mioyoni mwao, na Yesu alishajua nafsini mwake mara moja tu pale walipokuwa wanawaza hivyo. Kwa Yesu akawajibu, akawaambia, je, ni vipi vyema kumwambia mtu mwenye kupooza kwamba umesamehewa dhambi zako, au inuka, ujitwike godoro lako na uende? Lakini kumbuka, Mwana wa Adamu anao mamlaka ya kusamehe dhambi hapa duniani. Na walivyo, akamwambia yule mwenye kupooza kwamba inuka, ujitwike godoro lako na uende nyumbani kwako. Watu wote wakastaajabu, wakamtukuza Mungu wakisema, hatujawahi kuona namna hii kamwe. Bwana Yesu asifiwe.
Hili somo litatufundisha nini watu wa kanisa la leo? Linatufundisha kwamba tuwe na imani. Tunaona hao watu walikuwa na imani mpaka wakamleta mwenzao kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo walijua kabisa huyu tukimpeleka huku, kwa jua kabisa huku atapata uponyaji na sio kumpeleka kwingine. Na pia tuangalie marafiki wa kuchagua, maana huyu alikuwa na marafiki wazuri. Kwa hiyo wale marafiki wake wakamleta kwa Yesu, hakumpeleka kwa mganga sijui wapi. Kwa hiyo inabidi na sisi pia tuangalie marafiki zetu na ambao wanatusaidia katika shida na raha, ambao hata tukipata matatizo wanaweza kutusaidia kutuleta kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. 3, inatufundisha kwamba tuangalie pia na marafiki wengine, maana marafiki wengine pia ni wanafiki. Maana hawa ingekuwa ni wanafiki wangempeleka mwenzao kwa shetani. Kwa hiyo walivyoona hivi wakampeleka mwenzao kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo wengine wanakuja nyumbani pale wanakuangalia siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu wanasema yule sio rafiki yangu, kwa sababu wanakuona wewe ni dhaifu tena. Kwa hiyo huwezi kufanya mambo mengine. Kwa hiyo wanakuchukulia wewe ni dhaifu tena, wanaondoka, wanakuacha. Lakini kuna wale marafiki ambao wako na wewe katika shida na raha. Hapa tunaona pia jambo la 4 la kujifunza, tusiwe watenda dhambi. Maana hapa tunaona huyu mwenye kupooza aliambiwa na Yesu kwamba mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Kwa hiyo hapa tunapata picha ya kwamba huyu mwenye kupooza ilipelekea kwamba ni dhambi alizozitenda ndio zikapelekea mpaka ule ugonjwa wa kupozwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inabidi tutubu dhambi zetu, turudi kwa Mungu. Amen. Jambo jingine inatufundisha kwamba tusiwe wasengenyaji. Maana Yesu hapa walikuwa wanamsengenya Yesu. Na Yesu pia mioyoni mwake alijua kwamba hawa wanamsengenya. Kwa hiyo akawajibu, akawaambia, ni vipi vyema kumwambia mtu mwenye kupooza ya kwamba umesamehewa dhambi zako, au inuka na uende zako? Kwa hiyo hapa tusiwe wasengenyaji. Kwa hiyo kama hapa wenzetu walivyomsengenya kabisa, sisi kanisa la leo tukimsengenya mwenzetu, Mungu kabisa anajua, na malipo ni hapa hapa duniani. Amen. Kwa hiyo mwisho hapa inabidi tujifunze katika neno hili, ili Yesu akija baadaye atukute mimi na wewe tupo tayari kwa ajili ya safari ya kuelekea mbinguni. Bwana alibariki neno lake. Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa ajili ya neno hili. Umetufundisha, limekuwa chakula mioyoni mwetu, limekuwa chakula cha kiroho. Mungu umetuwezesha, tumelisikia vizuri na tumejifunza vema. Naomba katusaidie tukalitendee kazi hili neno katika maisha yetu ya kila siku. Naomba kukushukuru. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi barikiwa sana. Naomba mwenyekiti useme, maana mimi ni mwalimu, nikisema nitaonekana kama ni yale ya mwalimu na mwanafunzi. Msema kwa ajili ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa vipawa ambavyo anaweka ndani ya watoto. Nilikuwa najaribu kutafakari na kumfuatilia kwa karibu namna ambavyo ameliweka hili neno, na ameliweka kwenye, akakwambia jambo la kwanza, yani mistari hii tunajifunza nini? Tukajifunza jambo la kwanza, tukajifunza jambo la pili, tukajifunza jambo la tatu, akaomba. Kwa hiyo ni vipawa vya kuombea ambavyo tunaamini kwamba huko mbeleni tukiendeleza kumkuza katika hali hii, tunajua tutakuwa tuna watumishi wazuri zaidi. Kwa hiyo tuendelee kuwaombea watoto hawa pamoja na changamoto nyingi wanazopitia za kuyumbishwa kwenye imani. Kila siku nikipata nafasi ya kusema kwa ajili ya watoto siachi kusema. Mimi ni mwalimu kule shule ya msingi kwa Tanga. Watoto hawa tusipowashika vizuri, ile imani ya pili inawameza. Mimi shule ninayofundisha
ina watoto 1097, lakini watoto wa Kikristo walioko pale shuleni ni 81. Lakini kuna majina mengi, unamkuta mtoto kabisa ana jina anaitwa David, lakini ni Muislamu. Kwa nini? Ile imani imewameza. Kwa hiyo wana wazazi wengi sasa hivi wanakubali kubadili, wanawapeleka watoto, yaani yeye anaolewa huko na watoto pia anawapeleka huko. Kwa hiyo mtoto alikuwa tayari ana jina zuri kama la kwangu, lakini baadaye na. Kwa hiyo ni kuwaombea, tuzidi kuwaombea kwa kweli, ili kile ambacho kiko ndani yao kiendelee kukua, lakini tuwaombee pia wasimezwe na hiyo imani. Na kikubwa ni hicho, kwamba na sisi kama wazazi tujitahidi mara nyingi kuwasemesha juu ya imani yetu. Tusipowasemesha sisi juu ya imani ya Kikristo, wakifika kule wanasemeshwa juu ya imani ile, wanawaambia kabisa. Kwa hiyo na watoto hao wanashika wakiwa wadogo. Mungu akubariki sana kijana, na sisi tunaomba kwa ajili yao, na Mungu atawainua tena. Mungu awabariki jamani.